Karibu tena mwana Azam FC katika kipindi chetu cha Azam FC TV, kama kawaida hapa hapa Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Tulionalo hii baada ya kukamilisha usajili, timu imesharejea kambini kwa kuanza maandalizi ya msimu mpya hapa Azam Complex Chamazi kabla ya safari ya kuelekea nchini Misri. Timu ya vijana chini ya miaka 17 yatoa ubingwa wa ligi kuu ya umri wao ikiwa na mechi 2 mkononi. Kaka zao wa chini ya miaka 20 wametolewa kishujaa kwa penalty kwenye nusu fainali wapata medali ya shaba ya mshindi wa 3. Siku ya mtoto wa Azam yafanyika Azam Complex na kufana sana. Kuyapata hayo kwa undani, tuende pamoja. Tunaanza kipindi chetu kwa kuangalia harakati za usajili. Azam FC imekamilisha usajili wa dirisha kubwa kwa maingizo mapya 3 ya mwisho na kukamilisha idadi ya wachezaji 8 waliosajiliwa katika dirisha hili. Wachezaji hao 3 ni goalkeeper mkubwa wa kimataifa Ali Ahmada kutoka kwenye uraia pacha Ufaransa na Komoro, aliyekuwa akicheza nchini Andorra kwenye klabu ya UE Santa Coloma. NAOKSP. Excellent. Can you PECT. So your vision is excellent. 100%. No issues with the vision. Open. Right.
James Akaminko, fundi mmoja kutoka nchini Ghana aliyekuwa akichezea klabu ya Great Olympics ya nchini kwake, na Maliku Ndoye, mlinzi wa kati kutoka Senegali aliyechukuliwa kama mrithi wa Kalidou Koulibaly. Wachezaji hawa wanaungana na wengine 6 ambao walishasajiliwa kabla ya hapo kufanya jumla ya maingizo mapya 9, 3 wazawa na wageni 6. Maingizo haya mapya kwa ujumla ni kama ifuatavyo: Taib Edinho kutoka Bafing ya Ivory Coast na Kipre Junior kutoka Seoul FC ya Ivory Coast, Issa Ndala kutoka Savin ya Armenia huko Ulaya, na Ali Ahmada, James Akaminko na Maliku Ndoye ambao tumeshawajadili hapo juu. Wazawa ni Mr. Hattrick Abdul Sop kutoka Coastal Union, fundi Cleophas Mkandala kutoka Dodoma Jiji na mlinzi kiraka Nathan Chilambo kutokea Ruvu Shooting. Wachezaji hawa wameungana na wenzao kuanza kambi siku ya Jumatatu Julai 18 hapa Azam Complex na watafanya mazoezi hapa hadi Julai 22 watakapoondoka kuweka kambi nchini Misri. Kocha mkuu Abdihamid Mwalini anaelezea mipango yake ya jumla kwenye kambi hii ya Misri. Good to see them back from holiday. It was good to have our first day of training session this morning. They did 2 sessions, one in the gym and one on the field. So their condition was good coming back. They came back in a very good shape. Obviously, we had a short break, not too long for them to lose too much, but it's good. You know, now we get to start new, and we get to implement our system, get them fit again for this coming season. Physiologically, to get them match ready, that's very important, obviously, but also tactically improve them, do some technical work, play some friendly games to prepare us for that, and most importantly is to gel as a team. We have new players, and we need to get them playing together as well as possible, as soon as possible. So those are the most important things for us. Yeah, I think we're currently finalizing some of those games in Egypt, where we're doing our pre-season camp. So I know we will play Wadi Digla for our first friendly game, and then we would like to play 2 more friendly games there. And the 2 teams, obviously, now we're going to be preparing once we arrive in Egypt. Obviously, we know Simba's there in Egypt as well. If there's an opportunity to play, of course, we would love to play. Anytime we can play a team from Tanzanian Premier League, to obviously give our new players a bit of a taste, and also to play a team that we will play later on down the road in the Premier League. Of course, we're always open to that.
Wakati timu ya wakubwa ikijipanga kutoa ubingwa kwa msimu ujao, timu yetu ya vijana chini ya miaka 17 imeshinda ubingwa wa ligi kuu ya umri wao baada ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Yanga. Vijana hao ambao wanafundishwa na mwalimu Mohamed Badro wametoa ubingwa huo huku wakiwa na michezo 2 mkononi baada ya kucheza mechi 10, wakishinda 9 na kutoa sare mechi 1. Wamefunga mabao 30 na kuruhusu mabao 4 tu na kujivunia alama 28 kileleni mwa ligi yao. Kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nafikiria yeye ametupa nguvu, ametupa pumzi kuweza kufanya tunayofanya yote. La pili tutasema kwa nafikiria vijana wanatuheshimisha Azam FC. Vijana wananiheshimisha mimi mwenyewe binafsi kwa sababu mambo wanayofanya kwangu mimi ni makubwa kwa vijana wetu wa Kitanzania. Kwa kweli mafunzo na maelekezo wameachukua kwa 100%. Wameelewa exactly nini wanatakiwa wafanye. So nafikiria mimi niwape hongera na expect kuna makubwa yanakuja mbele. Nafikiria kuna project ya Azam FC inafanywa kwa sababu nimekuja kuna under 17 na under 20. So now tuna mpaka under 10. So means tuna under 10, tuna under 12, tuna under 13, tuna under 15, then tuna under 17. So project hii itatoa wengine wengi sana sababu tayari tumeshalea msingi tunataka sisi. Wachache tutawachukua nje lakini kwa mwaka unaofuatia nitachukua karibia 10 nje. Katika mikoa 6 au 7 nitatembea na 5 nitachukua pengine kwenye under 15 ndio nimeshaitengeza. Then hapo nitaunganisha kikosi cha watu 25 under 17 Azam itakuwa bora kuliko hii. Naamini itakuwa hivyo. Cyprian Kachwele hadi sasa anaongoza mbio za ufungaji akiwa na mabao 14. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu katusimamia mpaka hapa tulipofikia. Sio kazi rahisi, ni kujitoa tu na kupambana, kuzingatia maelekezo ya mwalimu na kufuata kile tunachoambiwa. Yaani John Boko natamani kukutana na wewe, yani kujifunza vitu vingi zaidi kutoka kwako. Mechi 2 zilizobaki ni dhidi ya Simba Julai 20 na dhidi ya Pan African Julai 22. Na hili ndilo shangwe la vijana baada ya kufika nyumbani Azam Complex Chamazi kutoka uwanja wa Karume palipofanyika mechi hiyo. Wakati vijana chini ya miaka 17 wakiweka historia, kaka zao wa chini ya miaka 20 wameshika nafasi ya 3 kwenye ligi yao baada ya ushindi wa mikwaju 4-3 ya penalty dhidi ya Coastal Union kufuatia sare ya bao 1-1 kwenye muda wa kawaida. Azam FC walitolewa na Mtibwa Sugar
katika nusu fainali iliyokuwa na hadhi ya kifainali kwa changamoto ya mikwaju ya penalti. Juni 16 mwaka huu ilikuwa siku ya mtoto wa Azam, ambapo watoto wengi walijumuika pamoja na kufurahia klabu yao pamoja na miundombinu iliyopo. Na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Tamasha ni zuri, limependeza kwa kweli. Watoto wetu wamependeza na vile vile tunashukuru Azam na vile vile wamama ambao wapo majumbani wasiwaweke watoto kama watoto na vipaji walete mahali hapa, maana mahali hapa ndio kila kitu. Wahudhurie mazoezi kila Jumamosi na Jumapili. Unapomleta mtoto kwenye mazoezi anaimarika na baadaye anakuwa kiungo mzuri. Utasikia tu mwanao kaenda kuchezea timu fulani, akatokea Azam nini, pia tunaipa sifa Azam na tunashukuru sana Azam kwa kweli. Kwanza mtoto mwenyewe kwanza mtoto mwenyewe ana kitu anachokipenda, wewe mpe. Ndio kama hivi. Maana jana alikuwa analia na nikasema hata ngoja basi nimpe mwanangu kitu anachotaka. Twende. Ndio mpaka tumefika. Basi tuna enjoy kama hivi, watoto wapo uwanjani. Tuna enjoy. Kuna Bakresa hatua aliyofikia kuinua vipaji vya watoto wetu. Tunaomba Mungu azidi kumpa nguvu na uwezo na watoto wetu waweze kuinuka. Moja, mbili, tatu. Na nyie mko imara? Ndio. Michezo iendelee? Ndio. Mko tayari? Ndio. Wakati wote? Timu bora? Timu bora? Timu bora. Timu bora? Timu bora. Moja, mbili, tatu. Twende kasi. Twende kasi. Unapenda msingi. Imekuwa kwaje ugumu hadi kufikia hatua mmekuwa washindi katika shindano hili la kuvuta kamba? Wenyewe nguvu kwa hana. Sisi tumejitahidi uwezo wa kadri yetu tumevuta. Kweli nguvu moja mpaka misuli watushika mkono.
unategemea kumwambia mama akutengenezee kitu gani? Tengenezee supu ya kuku na nini na pilau. Mama, unajisikiaje mwanao kujinyakulia kuku, kuondoka na kuku kwenye tamasha hili la Azam? Mtoto wa Azam, unazungumziaje? Asante sana. Ndio. Nafurahi sana, nina furaha zaidi ya kufurahi. Ndio. Mama, tunaomba utuambie unajisikiaje leo, unanufaika vipi? Hadi leo unawashawishi nini wazazi wengine kuja kuhudhuria siku nyingine kama ya leo? Na washauri wazazi wenzangu waache watoto waje kwenye vipaji maalum kama hivi, na tunashukuru Azam. Sisi wenyewe ni wapenzi wa Azam, bidhaa zetu tunazotumia nyumbani ni za Azam. Ndio. Na leo nimemleta mwanangu aje ashiriki kwenye mashindano ya Azam. Ni familia, sisi wote ni familia ya Azam. Azam Tiger Brugos biskuti ni tamu. Tamasha ni zuri, limependeza kwa kweli. Watoto wetu wamependeza na vile tunashukuru Azam, na vile wamama ambao wapo majumbani wasiwaweke watoto, kama watoto na vipaji walete mahali hapa, maana mahali hapa ndio kila kitu. Wahudhurie mazoezi kila Jumamosi na Jumapili. Unapomleta mtoto kwenye mazoezi anaimarika na baadaye anakuwa kiungo mzuri. Utasikia tu mwanao kaenda kuchezea timu fulani, akatokea Azam nini, pia tunaipa sifa Azam na tunaishukuru sana Azam kwa kweli. Kwanza mtoto mwenyewe mtoto mwenyewe ana kitu anachokipenda, wewe mpe. Ndio kama hivi. Maana jana alikuwa analia na nikasema hata ngoja basi nimpe mwanangu kitu anachotaka. Twende. Ndio mpaka tumefika. Basi tuna enjoy kama hivi, watoto wapo uwanjani. Tuna enjoy. Kuna Bakresa hatua aliyofikia kuinua vipaji vya watoto wetu. Tunaomba Mungu azidi kumpa nguvu na uwezo na watoto wetu waweze kuinuka. Basi hadi hapo tunakamilisha kipindi chetu kwa leo. Hadi siku nyingine, kwa heri. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora.